tutaweza kulinda baraka zetu ama breakthrough yetu, kwa sababu bisa chini kidogo tu. Kwa sababu shetani kuna ile njia anayoitumia kutunyang'anya baraka ama kuzuia baraka zetu zile Bwana amenena juu ya maisha yetu. Shetani anafanya kazi usiku na mchana kuzuia baraka zetu, na shetani anatumia mbinu nyingi sana. Manake hata kuja kama mtu hatutamuona, lakini anatumia roho za aina fulani. Na kama vile nilikuwa nazungumzia jana, yeye hutumia ngome. Ngome ni mahali ambapo anajificha kupitia roho fulani, kwa kitendo fulani. Kwa hivyo leo nataka tujue jinsi ambavyo shetani anatunyang'anya baraka zetu, na tukijua hivyo tutaweza kujilinda sisi wenyewe. Tutalinda mipaka yetu ya baraka ya breakthrough katika maisha. Maana mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu sio sisi kuumia, sio sisi kuteseka, lakini Bwana mpango wake ni wa uzuri juu ya kila mmoja wetu. Mawazo yeye anayotufikiria ni mawazo mazuri. Kwa hivyo Mungu anafurahi akiona tukistawi, tukifanikiwa, tukitajirika. Kwa sababu wakati tumetajirika, tunatumia ule utajiri kwa kufanya kazi ya Mungu. Na Mungu hayo ndio mapenzi yake. Kwa hivyo nataka kuisoma neno katika kitabu cha Numbers chapter number 13. Numbers 13. Tutaanzia mstari wa 26. Maandiko haya tunaielewa vizuri, ingawaje ni vyema kusoma, lakini tunaelewa wakati huu ni wakati ule Musa alituma wale wazee 12 waende wakaipeleleze ile nchi ya Kanaani ambao Mungu aliahidia wana wa Israeli. Na wakati walipotumwa wakiwa 12, Biblia inatuzungumzia ama inatuelezea vizuri sana ya kwamba walirudi wakiwa wamegawanyika kundi mbili. Na kundi la kwanza lilikuwa ni wale wazee 10 walikuja na ripoti iliyo kinyume, ama ripoti ya kufunja moyo, ripoti ya kufanya wana wa Israeli wakate tamaa, ripoti ya kufanya watu walie wanungunike. Lakini kuna watu wawili ambao ni Joshua na Caleb walikuja na ripoti iliyo nzuri, na wakasema ya kwamba msivunjike moyo, msikate tamaa, Mungu atatuwezesha tukimwamini kuirithi ile nchi. Lakini wana wa Israeli ile ripoti waliamini ripoti ya wengi. Manake wale wengi walipokuja na ripoti walisema ya kwamba tulipoenda kule tuliona nchi ni nzuri, iko na matunda, lakini wale ambao wanakaa huko wako na mwili mkubwa, ni majitu, na tulionekana tukiwa kama panzi machoni wao na pia kwetu sisi. Kwa hivyo hata wao walijidharau, wakajidunisha, wakakata tamaa walipowaona. Lakini Caleb na Joshua hao tu ndio walikuja na ripoti tofauti. Na nataka kunena juu ya kile shetani anatumia ili kunyang'anya watu baraka zao. Ninaposoma haya maandiko, ninaona kuna mambo 4 ambayo shetani alitumia ili wana wa Israeli wasije wakamwamini Mungu kulingana vile yeye alisema. Na kitu cha kwanza ambao walitumia shaka ambao ni doubt. Jambo la pili walitumia uoga. Jambo la tatu walitumia discouragement. Jambo la 4 walitumia kitu kinaitwa despair. Mambo hayo 4 shetani aliyatumia kwa wana wa Israeli
ili wasije wakafika katika nchi yao ama katika nchi walioahidiwa. Ripoti iliyokuja na watu hawa 10 ilifanya wana wa Israeli wamlaumu Musa na pia wamlaumu Mungu, na wakaanza kulalamika na hata kulia. Kile kilitokea ni kukata tamaa na hata kuzungumza kinyume, na wakasema kwamba ni afadhali turudi mahali ambapo tulitoka, ni afadhali turudi kule, kwa sababu kulikuwa na makaburi, tulikuwa tunakula nyama, tulikuwa tunakula samaki, tulikuwa tunakula vitunguu na vitunguu sumu na vitunguu hizo zingine na malenge. Kwa hivyo wana wa Israeli kwa sababu ya kuwa na shaka na pia kuogopa, manake walipoletewa ripoti, kile kitu walifanya kwanza ni kuogopa. Walipoambiwa ya kwamba kuna majitu, sasa wakashindwa, majitu tutapigana nao namna gani? Halafu walipokuwa na uoga sasa wakawa na shaka. Sasa they start doubting God, ya kwamba kuna watu wakubwa, wakawa na uoga. Sasa itakuwaje? Tutaenda kurithi ile nchi, tutapigana namna gani? Halafu wakawa discouraged and at long last they despaired. Kwa hivyo wakawa ni watu ambao hawezi wakaendelea, wakawa ni watu ambao hawezi wakaenda mahali Mungu anataka waende, kwa sababu wao wenyewe waliweza kujidharau na kuvunjika moyo. Ni kwa sababu walisahau na Mungu aliyowaahidi na kuambia ya kwamba nitampeleka. Na hivyo ndivyo inafanyaka katika maisha yetu. Wakati mwingine tunaangalia hali zetu jinsi zilivyo, tunakuwa na uoga, tunakuwa na shaka na pia tunavunjika moyo, na hatimaye tunakata tamaa. Haiwezekani, mimi nilianguka, sitaamuka tena, kazi yangu iliisha, haitasimama tena, nyumba yangu iliharibika, haitasimama tena, mimi niligojeka, sitapona tena. Lakini kile kinafanya mambo hayo ifanyike ni kwa sababu ya kutoamini Mungu mwenyewe ambaye aliyosema ya kwamba inawezekana. Yote kwa Mungu inawezekana. Kama wana wa Israeli wangejua ya kwamba kwa Mungu yote inawezekana, hawangelalamika baada ya kukata tamaa. Lakini kile kilifanya walalamike na wakate tamaa ni kwa sababu hawakukumbuka ya kwamba huyo Mungu ndio aliwatoa katika nchi ya Misri, akawaleta hapa katika bahari la Shamu, akatengeneza njia. Walisahau na matendo ya Mungu. Kwa hivyo nasi katika maisha mara mingi tunasahau na matendo ya Mungu, tunasahau na mahali Mungu ametutoa, tumesahau na yale Mungu alitutendea. Pengine miaka 5, miaka 10, lazima kuwe kuna miujiza Mungu ametenda katikati yetu ili tuweze kufika mahali tumefika. Na ni vyema kujua huyo Mungu aliyekuwa nasi wakati ule, yeye ndiye yako nasi hata siku ya leo, atatufanya tuendelee. Manake aliyetuahidi siye muongo, yeye atatimiza yote aliyoyasema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo mara nyingi shetani anatumia, kwa sababu hapo nataka kuzungumzia jinsi ama kile shetani anatumia. Shetani alitumia doubt, akatumia fear, akatumia discouragement, na akafanya wawe yani wakate tamaa. Na walipofanya hivyo wakakasirisha Mungu. Ni kwa sababu waliona kana kwamba Mungu hawezi akawapeleka katika ile nchi. Na wakati walivyofanya hivyo, wakaanza kuteta, wakaanza kulia na wakaanza kuzungumza. Wakasema ya kwamba ni afadhali tungekufia kule. Naye Mungu alifanya kama vile tu walivyosema. Kwa hivyo siku ya leo ni vyema tujue ya kwamba mara nyingi tunapozungumza mambo ya kujileta chini na kujirudisha, hayo ndio tu mambo inatendeka katika maisha yetu. Lakini tutakapojua uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu, hatutaweza kuruhusu doubt na fear na discouragement katika maisha yetu. Na tunapotoka hapo tu nilikuwa nataka kupitia, lakini nataka tujue jinsi gani ambavyo tutaweza kushinda doubt, fear, discouragement. Maana hizo mara mingi ndio zimetufanya tusifike mahali Mungu anataka tufike. Ndio inafanya usifanye vile Mungu anataka ufanye. Otherwise sisi zote tumeitwa na mwito tofauti na mwingine. Sisi tuko na karama na vipawa tofauti na wengine. Lakini shetani anatumia
doubt, anatumia fear, anatumia discouragement ili mtu asifanye yale ambao Mungu anataka afanye. Wakati Mungu alituita akatuleta katika hili kanisa, wakati Mungu alikuita akakuokoa, kuna ule mpango wako naye juu ya maisha yako. Kuna ile kazi Mungu anataka ufanye, kuna yale Mungu anataka uyakamilishe, na kuna mtu Mungu anataka usaidie, kuna mtu Mungu anataka umuinue. Lakini shetani anajua anapotumia doubt, anapotumia fear na discouragement and also despair, hautaweza kusaidia yule mtu Mungu anataka usaidie, hautaweza kusaidia kanisa. Maanake wakati unataka kufanya jambo unasikia una shaka, wakati unataka kuinuka unasikia kuna fear, wakati unataka kufanya jambo fulani you get discouraged. Na shetani akifanya hivyo, anajua hakuna wakati utainuka, hakuna wakati utafanya kile Bwana anataka ufanye. Na siku ya leo kama wana wa Israeli wangejua hivyo na wakose kukubalia doubt and fear and discouragement katika maisha yao, wale wote waliotoka katika nchi ya Misri wangefika. Lakini Mungu alisema, ninyi nyote mliona ni vile nilimkomboa, nikatenda ishara na miujiza, na pia nikakausha bahari na nikatoa maji katika mwamba. Hamutaweza kuingia katika ile nchi, lakini watoto wenu. Kile kiliwafanya wakose baraka za Mungu ni kwa sababu shetani alitumia doubt, fear, discouragement. Na sisi ni vizuri siku ya leo, kwa maana wana wa Israeli ni kielelezo, ni mfano kwetu, tujifundishe na wao. Na vile walikosea tusikosee, vile walifanya tusifanye. Na siku hii ya leo nataka tujue tutaweza kuovercome doubt namna gani, fear namna gani, discouragement and also despair. Because that is very important for us today, we as Christians, to know how we can overcome the doubt and fear that cometh from the devil. Because we can be able to overcome doubt, fear and discouragement and despair, we shall go where God wants us to go, and we shall become what God wants us to become today, because God has a purpose for each and every one of us. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kitu cha kwanza ama jambo la kwanza ambalo litafanya tuweze kushinda doubt katika maisha yetu ni kuamini neno la Mungu. It is to believe the word of God. Isaiah 55. Isaiah 55 verses number 10. Nasema hivi. Ama tuasie verse 9. Nasema kama mvua, kama jinsi mbingu iliyo mbali na nchi, hivyo ndivyo njia zenu na zangu ziko mbali, na mawazo yenu na yangu ilivyo. Kama jinsi mvua na theluji inavyoshuka kutoka juu mbinguni na hairudi kabla haijarowesha ardhi na kufanya miti iweze kumea na maua, hivyo ndivyo itoe mbegu kwa mpanzi na mkate kwa anayekula, hivyo ndivyo neno la Mungu alitatoka katika mdomo wangu. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it for. Tunapoliamini ama kuamini neno la Mungu ama kuamini Mungu, tutajua yeye neno lolote ambalo limetoka katika kinywa chake. Kama vile neno la Mungu lilitoka katika kinywa cha Mungu wakati alivyoahidi wana wa Israeli, akawaambia kwamba ninamkomboa nimpeleke katika nchi ambao niliyokuahidi. Kama wangeliamini hilo neno na wajue ya kwamba neno la Mungu halimrudii bure, kabla halijatenda kusudi lake na kufanikiwa, hawangekufia jangwani, hawangekosa baraka zao. Lakini kwa sababu hawakuweza kuelewa neno la Mungu jinsi lilivyo, hao wote waliangamia kule
jangwani. Siku ya leo tutakapoamini neno la Mungu akisema ya kwamba nitakuponya, uamini hivyo, Mungu atakuponya. Akisema ya kwamba nitakuinua, uamini hivyo, Mungu atakuinua. Akwambia kwamba nitakutengenezea njia, ama nitakufungulia mlango, ama jambo lolote lile Mungu litatoka katika kinywa chake. Tutakapojua ya kwamba litakuja kutimia, halitamrudia kabla halijatenda hivyo. Bwana asifiwe sana. Hatutakufa moyo, hatutakata tamaa, maana tutajua aliyenena yeye ni mwaminifu, aliyezungumza atakuja kutimiza. Lakini wana wa Israeli walisahau, na mara nyingi hata sisi tunasahau. And that's why we are backsliding in our life. That's why we are having so many problems in our life. Because when the devil speaks to us through doubt, through fear and discouragement, we no longer believe the word of God. We no longer believe what the Lord has said concerning our lives. Mungu amenena kama mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano. Lakini wakati mwingine tumesahau, kwa sababu hata wana wa Israeli hatari kubwa ilikuwa katika maisha yao ni kusahau vile Mungu aliwazungumzia kupitia Musa. Maana wakati alituma Musa aliambia Musa, enda waambie wana wa Israeli, ninawakomboa niwapeleke katika nchi niliahidia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Lakini wakati walipopatana na shida kule jangwani, walianza kulalamika, kudugunika, ni kwa sababu shaka ndio sasa ziliingia katika maisha yao, na wakaogopa waliposikia na kuona. Na waliona jangwa wakakosa kuona Mungu, wakasikia majitu wakakosa kusikia neno la Mungu. Na hata wakati mwingine sisi ndio tunafanyaga, tunaona shida zilizo mbele yetu, tunaona shida ambazo zimetuzunguka, tunakosa kuamini last year ama wiki iliyopita, mwezi uliopita, kuna jambo Mungu alinena atafanya katika maisha yetu. Atatutengenezea njia, atatuinua. Na tunapokosa kuliamini neno la Mungu, naye shetani anakuja na shaka, na hizo zinakuwa ni kikwazo, ni pingamizi ya kwenda katika baraka zetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jambo la pili ni katika hali ya trusting the Lord, kumwamini Mungu. Kuna the believing the word of God, and also there is trusting the Lord. Proverbs chapter number 3. Proverbs chapter number 3. Verses 5. Mstari wa 5. Unasema hivi: trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Wakati mwingine tunakosa kumwamini huyo Mungu, kuweka imani yetu kwake, na tunaamini mambo mengine ambao watu wanasema, watu wanazungumza, tunayoyaona, na sasa tunatumia akili zetu. Wana wa Israeli walitumia akili zao wakati sasa walipoletewa ile ripoti, na wakati walipoanza kutumia akili zao ziliwaambia kwamba turudi katika ile nchi tuliyotoka. Hizo zilikuwa ni akili zao. But the Bible says that when we trust the Lord, we should not lean on our own understanding. We should not lean on our own understanding. Iwapo tutaweza kumwamini huyu Mungu, tutaamini kulingana na vile yeye amesema, na tutaamini ya kwamba aliyosema ataweza kutenda. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba tusiweze kutegemea akili zetu. Maanake akili ya mwanadamu ni ya udanganyifu, kama vile Biblia inasema ya kwamba moyo wa mtu ni mdanganyifu sana kuliko vitu vyovyote vile. Moyo wa mtu unamdanganya, haiwezekani. Moyo wa mtu unamdanganya, haitafanyika. Wakati Mungu amesema ya kwamba itafanyika, lakini moyo wa mtu unaambia mtu haiwezekani. Kwa hivyo wakati ambapo tutakavyokosa kutegemea akili zetu, lakini tumtegemee Mungu, huyo Mungu tukimtegemea katika njia zetu zote tuwe tunamuuliza, ataweza kutengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Bwana asifiwe sana. You make our ways straight, our path straight. Kwa hivyo tutatembea katika njia zake iwapo tutamwamini. Jambo la tatu, ni vyema kujua ya kwamba
God is the provider in our life. If really we want to overcome doubt in our lives and fear, discouragement and despair, we should understand, we should realize that our God is the provider. Manake tusipofanya hivyo, tutaanza kujitengenezea njia zetu na kujaribu kuangalia ni mahali wapi tutapata chakula, tutafanya namna gani, na tutadanganyika na mambo ya ulimwengu na ya dunia. Lakini Deuteronomy 8 verses number 3 mpaka verses number 4 inasema ya kwamba mwanadamu haishi ni kwa sababu ya mkate, haishi ni kwa sababu ya kukula. Manake watu wengi wako na chakula, watu wengi wako na pesa, lakini wanagojeka na baadaye wanakufa. Na wengine wanakufa ni kwa sababu ya ajali. Kwa hivyo sio pesa, sio chakula ambayo zitafanya mtu aishi. Lakini hapa Musa aliambia wana wa Israeli, mtu ataishi ni kwa sababu ya neno la Mungu ambalo limetoka katika mdomo wake. Deuteronomy verses number 8, chapter 8 verses number 3. Nasema, how do you cause you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as the man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Kwa hivyo hapa Biblia inatuambia kwamba tujue siku ya leo Mungu mtu haishi ni kwa sababu ya mkate, lakini ni kwa sababu ya lile neno. Mungu akisema ya kwamba utaishi, haijalishi jinsi hali itakavyokuwa. Mungu akisema ya kwamba utasimama hata kama hakuna chakula. Mungu akisema utatajirika hata kama hauna pesa, hauna njia yoyote, lakini God will make way where there is no way to make you rich. And that's why the Bible says Mungu aliwaachilia wateseka kidogo, halafu baadaye akawapa chakula. Mara mingi Mungu anatuachilia kidogo ndio sasa tujue ya kwamba hatutaishi ni kwa sababu ya bidii yetu, hatutaishi ni kwa sababu ya vile tunajua mambo, lakini tunaishi na tunakula ni kwa sababu Mungu alisema ya kwamba tutaishi na tutakula na tutaendelea. Na Biblia imesema wana wa Israeli nguo zao hasikuraruka, viatu zao hasikuraruka, lakini Mungu alitenda muujiza, waliweza kukua pamoja na nguo. They grew together with the clothes and also the shoes. Kwa hivyo hasikupungua, vile walikuwa miguu inakuwa mikubwa, hivyo ndivyo tu hata viatu ziliendelea zikiwa kubwa. Na wangeangalia waone ya kwamba for sure this is a miracle. Kama nguo mimi niko nazo nikiwa mdogo ninaendelea kukua zikikua, I should understand that is a very great miracle and I should trust that God. Bwana asifiwe sana. Na hiyo niambia kama nguo zinaweza kukua pamoja na mimi, viatu zinakuwa pamoja na mimi, he who is causing such a thing to happen in my life, he is able to take me where I want me to go. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tuko pamoja kanisa. Yeah. Na jambo hilo lingine ambalo ni la mwisho ni kutegemea ahadi za Mungu. Mungu aliahidi wana wa Israeli, I shall take you through to the promised land, the land that I promised Abraham, Isaac and Jacob, and for sure I will take you there. Na alikuwa amewaahidi mara mingi sana, amezungumzia mara nyingi sana. Na mahali pengine anawaambia kwamba nitaweza kutuma ama nitatuma zile ambazo zinaitwa magu, the worship, the hornet before you, so that they can scatter ama kufukuza Wakanani, Wafilisti waliokuwa mahali pale. Na Mungu alitumia a very inferior weapon. Alitumia tu nyuki, hiyo kitu inakaa kama nyuki lakini kubwa kidogo kuliko nyuki. Alitumia hizo he scattered them in that country or in that area. Na sasa zilipokuja ziliwadunga wale Wafilisti waliokuwa kule. Ndio walikuwa wakubwa, walikuwa wanene, lakini Mungu alitumia nini? Walikuwa na silaha superior, kwa sababu walikuwa na mafarasi na magari na mikuki. Lakini Mungu alitumia magu, hiyo ambazo zinaitwa hornet,
zilienda kule zikawadunga zikawatoa pale. Na ukifuata historia kidogo ama ufanye research kidogo, inaonyesha kwamba ukidungwa na hiyo kitu ulikuwa unapata joto nyingi sana. Baada ya kudungwa na hiyo hornet inakudunga, unapata joto nyingi sana. Baada ya muda kidogo hiyo joto inakuua, na pamoja na hiyo joto unavimba mwili, kwa sababu ilikuwa na poison ambao ni kali sana. Kwa hivyo Mungu alituma hizo, na akamwambia kwamba nitatuma hizo, hamtapigana vita, lakini nitapigana vita yenu. Haleluya. And even today, Bwana asifiwe sana, Mungu atapigana vita yetu, atatupigania, ataenda mbele yetu, atatutangulia, akiondoa vikwazo na pingamizi ili atufikishe mahali anataka tufike. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Okay, mfano tu wa watu wale ambao waliamini neno na likatendeka. Tunapoenda katika 2 Kings chapter number 7 from verses number 1. Tunaona Elijah, siku moja kulikuwa na njaa kule Israeli Samaria. Na wakati kulikuwa na njaa, Mungu akaambia Elisha ya kwamba kesho wakati kama huu chakula itakuwa nyingi sana kule Samaria. Na wakati Biblia inatuonyesha baadaye hivyo ndivyo ilitendeka. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa na shaka, akasema ya kwamba hiyo haiwezekani. Yule ambaye anaitwa the official ambao alikuwa analinda pale langoni, he was one of the officials ambao alikuwa analinda pale katika mlango wa mfalme, na akasema ya kwamba haiwezekani, hata milango ya mbingu ikifunguka siku ya leo, that is impossible. Na akaambiwa because of your doubt, wewe tu utaona lakini hautakula. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini kwa sababu neno la Mungu Elisha liamini, na baada ya kuamini akatangaza na akasema ya kwamba itatendeka na itafanyika hivyo. Kesho yake Biblia inasema ya kwamba unga uliokuweko, chakula iliyokuweko ilikuwa nyingi katika ile nchi. Haya, jambo lingine, kwa mtu ambaye hakutegemea akili zake, lakini aliweza kutegemea Mungu kupitia mtumishi wake, ni yule mwanamke ambaye alikuwa na mafuta kidogo. Alipoenda kwa Elisha, 2 Kings chapter 4 verses 1. 2 Kings chapter 4 verses 1 mpaka verses number 7. Biblia inasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa na watoto wawili. Na hao watoto wawili walikuwa wanakuja kuchukuliwa kwa sababu walikuwa na deni. Lakini yeye hakutegemea akili zake. Alisema kwamba I must go to the man of God because I know that man of God must have a solution for my problem, for my life and for my children. Alipoenda akamwambia, mimi mtumishi wako, bwana yangu alikuwa nabii, lakini alikufa na akatuachia deni. Sasa nitafanya namna gani? In such a woman, an extraordinary woman, ambao hakutaka kutegemea akili zake za kufanya biashara, hakutaka kutegemea akili zake kukitoroka ama kufanya jambo lingine, lakini tunaona ya kwamba alitegemea Mungu. Alijua suluhisho liko na Mungu, kwa hivyo alienda kwa mtumishi wa Mungu na akamwambia kwamba nitafanya namna gani, sasa nisaidie. Nasi wakati ambapo tutakosa kutumia akili zetu sisi wenyewe, lakini tutumie Mungu, twende kwa Mungu kumuuliza, kwa sababu yeye Mungu ametufungulia milango. Biblia inasema ya kwamba tumuite maadamu ataitika, tumtafute maadamu atapatikana. Hiyo inatuonyesha kwamba let us not lean on our own understanding, but let us go before God even to inquire, like David. David kabla hajaenda vita alikuwa anaenda kwa Mungu, anamuuliza kwamba niende katika hii vita ama nisiende. Na Mungu akamwambia enda na nitakusaidia, nitakutangulia. Daudi alikuwa anachukua hatua na kwenda, lakini kama angeambiwa usiende, hangeenda. Na tunaona wakati tu alitegemea akili zake yeye mwenyewe, alipoenda vitani alishindwa. Wote waliotegemea akili zao walipoenda vitani walishindwa, lakini wote ambao waliotegemea Mungu kama Jehoshafati wakati aliinukiwa, hakutegemea mafarasi aliyekuwa naye, ujuzi na hata na jeshi kubwa aliyokuwa nalo, lakini kwanza alienda mbele za Bwana akamuuliza, na sasa nitafanya namna gani? A very fast army, a great army is coming against me. What am I going to do? Lakini
Wakati alivyoenda kwa Mungu, Mungu alimwambia vile atafanya. Akamwambia vita sio yako. Wakati ambapo tutakosa kutegemea akili zetu, akili za watu wengine, wakati ambapo tutatumainia huyo Mungu na tumngojee, yeye mwenyewe atakuja, atatushika mkono, atatuongoza. And that's why the Bible says that wakati ambapo tutakapomtegemea, tutasikia sauti ndogo inatuambia kwamba this is the way, follow this way, you succeed. Follow this way, you go where I want you to go. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wakati Joshua alivyolitegemea neno la Mungu, Biblia inatuambia Mungu aliambia Joshua chapter 1 verses number 3 and also verses number 8, alimwambia hii kitabu cha sheria ambayo ni neno la Mungu, usiende kulia ama kushoto, lakini ulitafakari usiku na mchana, na litakufanikisha na litakutajirisha, ama litakupatia ushindi. Na Biblia inatuonyesha Joshua kutoka wakati huo hakutegemea akili zake wewe mwenyewe. Hata wakati alifika sasa, ako karibu sasa pale na Jordan, Biblia inatuambia kwamba Mungu alimwambia vile atafanya, lakini hakutegemea akili zake yeye mwenyewe. Ndio sasa aambia wana wa Israeli, tutajenga daraja ama ni kuogelea, tutaogelea. Lakini yeye aligodia Mungu. Wakati Mungu alikuja, alimwambia vile atafanya, na Biblia inatuonyesha vizuri sana alivyofanya hivyo, ushindi ulipatikana. Manake Jordan ilisimama kulingana na vile Mungu alisema. Alipovuka ng'ambo hiyo, akaenda Ai, akaenda Jericho, akaenda akapigana hao wafalme. He never lean on his own understanding, but whenever not lean on our own understanding, but we trust God, we wait upon him, we trust his word, tutaona ushindi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Baraka zitakuja katika maisha yetu. Hallelujah. Na Mungu atafanya vile anataka kufanya. Haya, la mwisho ya kwamba wakati tutadepend on the promises of God, tutapata ushindi. Psalms 119 as we conclude. Psalms 119 verses 116. Psalms 119 verse 116. Daudi anasema, sustain me according to your promise and I shall live. Do not let my hope be dashed or dashed. Daudi anasema unihifadhi, unisimamishe, unihifadhi, unisimamishe, unidumishe kulingana na ahadi zako na nitaishi. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo tutakapo depend na agano, vile Mungu amesema, vile Mungu aliambia Abrahamu, nitakufanya uwe mtu mkubwa, nitakufanya uwe baba wa kizazi kikubwa, nitakubariki. Those are the promises of God. And all those promises in the book of 1 Corinthians chapter number 2 verses number 20. Nasema ya kwamba ahadi za Mungu sio yes and no, but it is yes and amen. Aliyesitamka, aliyezizungumza Yesu ya mwenyewe, yeye ndiye alikuja kutuonyesha kwamba hizo ahadi ni za kweli. Na ndio na amina katika Kristo Yesu. Aliyeahidi yeye ni mwaminifu. Kuna mambo mengi sana Mungu ametuahidi. Sio mara moja, sio mara mbili. Mungu amezungumza na sisi, amenena na wewe, aidha kupitia ndoto ama kupitia hili neno lake. Na kuna mambo mengi sana ametuahidi, na kuna mambo mengi sana ametuambia. Lakini tusipokumbuka hizo ahadi, hatutaweza kusimama. Maana Daudi anasema kwamba hizo ndizo zimenisimamisha. Kwa hivyo wakati alienda vitani, wakati alienda kwa matatizo, wakati alienda kwa shida, alikumbuka Mungu amesema namna gani. Sitakufa, nitaishi. Bwana asifiwe sana. Ili niendelee kuyatangaza mahusia ya Mungu. Kwa hivyo ni vyema kujua kwamba ahadi za Mungu zinakungojea, na ahadi za Mungu zimesimama. Hizo ahadi za Mungu ukisiamini, zitakudumisha hata katikati ya maji. Maana yake Biblia inasema kwamba unapopitia katika maji mengi, hayatakubeba. Those are the promises of God. Bwana asifiwe sana.
Today it is not the waters in the sea, it is not the waters of the river, but it is the waters of problems in our lives. Bwana asifiwe sana. Wakati sitakuja, let us remember that the Lord has already said, haya matatizo hizi zote hazitanibeba, hazitaniangusha, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Huyo moto sio moto ambao umewashwa either na yule ambao tunapika naye, ni moto wa majaribu, ni moto wa shida. Lakini wakati ambapo tutajua to depend on the promises of God, we shall be sustained. Hatutaanguka. Hallelujah. Hatutakata tamaa. Bwana asifiwe sana. Hatutavunjika moyo. Hatutafika mahali ambapo tuanze kulalamika wala kunungunika. Manake those are the promises. Unajua promises ni kitu ambacho kimezungumzwa na kimeahidiwa ya kwamba utapita, lakini utafanya, lakini utapita katika maji mengi, a promise, lakini hayatakubeba. That is a promise. Hallelujah. Utapita katika moto, lakini hautachomeka. Kwa hivyo that is a promise. Na promise haisemi ya kwamba it is no or yes. No, ni hivyo utapita whether you like it or not. So ukifika hapo, kumbuka, remember, Biblia inasema nitapitia haya lakini hayatanibeba. Hallelujah. Nitakutana na vita lakini kuna mtu ambaye ni mwenye vita. Praise the name of the Lord. Yeah, nitalala njaa lakini kuna mtu atakuja na atanipea chakula, because he is the provider. Aliyekuwa na Abrahamu, because that is the promise, yeye ndiye ako pamoja na mimi. He who provided unto Abraham will also provide unto me, because I am a descendant, I am the seed of Abraham. Praise the name of the Lord. Because the Bible says that wote ambao wamemwamini Kristo Yesu, wao ni mbegu ya Ibrahimu na warithi kulingana na ahadi. It is a promise. If you remember that promise, it will sustain you even amidst problem, even when there is much waters, even when you go through the fire. When you remember that the promise of God will sustain you, you will be sustained. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. As I conclude, najua ni kwa nini wana wa Israeli walikosana na Mungu. Kwa mfano, sasa baba nyumbani akiambia watoto ya kwamba leo mtakula nyama na ugali. Hao watoto waanza kusema kwamba baba anatudanganya. Haiwezekani. Hatapata nyama, hatapata ugali. Hebu niambie wewe baba, utasikia namna gani? Baba Kiligo, wakati umesema ya kwamba utakula nyama leo na ugali, watoto waanze kusema ya kwamba hawezi kutupatia. Baba Kiligo, wakati umesema ya kwamba na leo utakula ugali na nyama, watoto waanze kusema kwamba haiwezekani, wewe huwezi. Utasikiaje? Sasa utasikiaje? Utasikia vibaya. Hao watoto wanasema kwamba haiwezekani. Ama unaambia kwamba nitamsomesha mpaka mmalize shule, alafu anaanza kusema kwamba huwezi. Utasikiaje wewe ukiwa mzazi? Si utasikia vibaya? Unaruka. Yeah, hivyo ndivyo wana wa Israeli walikashifa Mungu, kwa sababu Mungu aliwaambia kwamba nitampeleka, haleluya, katika ile nchi. Wakasema kwamba haiwezekani, hawezi. Wakaanza kuwa na shaka, wakaanza namna hiyo. Sasa wakakosana na Mungu. Na hivyo ndivyo wakati mwingine tunakosana na Mungu, kwa maana yeye ni baba, ako na kila kitu ambacho tunahitaji. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kama ni chakula yeye ndiye yako nazo, kama ni mavazi yeye ndiye yako naye, kama ni ulinzi yeye ndiye yako naye, kama ni uponyaji yeye ndiye yako naye. And all those there in his promises. He has promised us to heal us. That is a promise. He has promised he has promised us that he is going to provide unto us. He is going to give us security. Hizo zote ni ahadi. Lakini wakati ambapo tumekosa kuamini, yeye anakasirika. Manake tunamrudisha, tunamchukua rahisi, tunamchukua kama ni Mungu ambaye hawezi. Lakini yeye anaweza. Bwana asifiwe sana. Anaweza katika maisha yetu. Praise the Lord. Wapo tutajua hivi. When we believe the word of God, when we trust the Lord and lean not on our own understanding, we shall see God in our life. God, when we shall come to realize that God is our provider, in fact, hakuna wakati wote ambao tutalalamika. Wakati ambapo tutadepend na promises za Mungu, tutashinda na tutakaa vile Bwana anataka tukae,
tutaenda mahali Mungu anataka tuende, tutarithi kile Bwana anataka tulithi. Bwana atatubariki, Mungu atatuinua, atatupeleka mahali anataka tuende. Praise the name of the Lord. God bless you so much. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neno lako. Kama jinsi ambavyo tulivyoomba, na kuomba Mungu lipate mahali katika maisha yetu, katika roho zetu. Tulifiche katika roho zetu ili liweze kutusaidia, liwe nuru, liwe mwangaza katika maisha yetu. Asante Baba, asante Mwokozi, ni kwa sababu utatusaidia kulipitia hili neno. Tutafuka mabonde na milima. Kupitia hili neno tutaenda mahali nataka tuende. Kupitia hili neno tutashinda mapepo, tutashinda nguvu za giza. Kupitia hili neno Bwana wetu wa mbinguni, utafungua mbingu na utatubariki na baraka zile ambazo tunahitaji Mwokozi. Asante Baba, kutana na haja na mahitaji ya watu wako. Ponya walio wagonjwa, inua wote Mungu wetu wa mbinguni walio chini, katika jina la Yesu Kristo. Shika kila mtu mkono na utuongoze katika njia zako, ili tusitegemee akili zetu sisi wenyewe, lakini tukutumainie wewe. Manake Biblia inasema kwamba wakutumainiao Bwana wetu wa mbinguni hawataaibika. Tunakutumainia Bwana. Asante, hili neno lisiondoke katika maisha yetu, katika mioyo yetu, lakini tupate nafasi ili tuendelee kuwa tajiri, tutajirike na neno kila kucha Bwana, na usiku na mchana. Pokea sifa zote na utukufu Mungu, kwa jina la Yesu Kristo Mkombozi tumeomba na hata kuamini. Amen na amen.